Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siku ya Arafa ni siku bora kuliko masiku yote katika mwaka, kama ilivyo usiku wa Lailatul Qadri ni usiku bora kuliko mausiku yote katika mwaka. Na wakati ulio muhimu sana katika siku hii ya Arafa, yani wakati wa dhahabu katika siku hii, ni kuanzia wakati wa adhuhuri mpaka magharibi. Ni masaa matano takriban. Ni vizuri mtu akasimamisha ratiba zote katika kipindi hiki, akamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasoma Qur'ani, akafanya istighfari, akaomba dua, akawaombea dua marehemu. Na wakati ulio bora zaidi katika haya masaa niliyosema, vyovyote itakapokuwa, mtu asikose kuanzia baada ya salati al-asr, mtu asiondoke katika musalla wake. Kama ameswalia msikitini na ratiba yake ni kufanya ibada msikitini, basi mpaka itakapoadhiniwa magharibi acheze baina ya dua na adhkari. Na kama ataswalia msikitini akaamua kufanya nyumbani, pia ni jambo zuri. Baraka na rahma ya hizi dhikri zibakie nyumbani kwake. Akiswali al-asr anarudi haraka nyumbani kwake, anakaa katika musalla au katika chumba mahala pa faragha, anazima simu zake, anamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muda wa asiri ni muda ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremka katika wingu wa dunia na anajifakharisha kwa malaika, kwa watu ambao wanafanya ibada katika viwanja vya Arafa na katika maeneo mengine. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawashuhudisha malaika wake kuwa amewasamehe waja wake. Ni siku ambayo Ibilisi anaonekana amenyongea kuliko muda wote ule, kwa vile ambapo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anamuonesha katika rehema ambazo anawateremshia waja wake na baraka na maghfira wa itqun minan nari, na kuachwa huru kutokana na moto wa jahannam. Kwa hivyo muda huu ambao hadithi imesema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawakurubia waja wake, kuanzia asiri mpaka magharibi, mtu asiache kufanya dua na adhkari na istighfari. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairud duai du'a yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bora ya dua ni dua ambayo mtu ameomba katika siku ya Arafa, na bora ya nyiradi ambazo mimi nimesema na manabii waliokuwa kabla yangu ni uradi wa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mimi mtu akiniambia nimchagulie katika nyiradi, namba moja nitamchagulia uradi huu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nitamchagulia uradi unaosema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Nitamchagulia uradi unaosema hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nitamchagulia uradi unaosema la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Katika dua nitamchagulia rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Katika dua nitamchagulia rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imaman. Katika dua za marehemu nitamchagulia rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Katika dua za familia yake nitamchagulia rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imaman. Katika dua nitamchagulia dua ya Nabii Yusuf, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Katika dua nitamchagulia ile dua iliyoko katika surati al-Baqara mwishoni kule, rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana hab lana ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. katika dua nitamchagulia Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait, mpaka mwisho wa dua hii. Katika dua nitamchagulia ile dua ambayo imethibiti Mtume alikuwa akisoma kila baada ya swala, aseme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Kwa hivyo mtu acheze baina ya kusoma Qur'ani, kuomba dua, kufanya nyiradi, kufanya istighfari, la
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Muda huu ni mdogo sana, hautoshi kuanzia asiri mpaka magharibi. Mimi naona ratiba ya Qur'ani mtu awe ameshasoma hapo kabla. Muda huu abakie tu kuwa anafanya nyiradi, anafanya istighfari, anaomba dua mbalimbali. Asipoteze muda wake, azime simu zake, aconcentrate, awakumbushe maneno haya yeye pamoja na akumbushe nafsi yake na familia yake na jamaa zake, ili kuweza kupata fadhila nyingi zinazopatikana katika rahma na baraka na maghfira na itqun minan nari katika siku hii. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atuafikishe katika kuyafanya kazi haya kwa muda huu ambao nasema bado muda unatosha. Mtu kama ana usingizi umembana, anaweza akapumzika kidogo ili baadaye awe active katika kutekeleza ibada. Shukran wa barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nafa'ana Allahu wa iyyakum bima nasma'. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.